Hii ni sehemu ya 14 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kifo cha Hawala, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake ni 0717 924 403 na mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kumbuka kwamba tunaelekea mwisho kabisa katika msimu huu wa kwanza, season ya kwanza ya Kifo cha Hawala, na leo tuko episode ya 14. Kama nakumbuka vizuri, tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo Eric alikuwa anarudi pale nyumbani kwake ambapo alikuwa anaishi, lakini kabla hajaingia ndani kuna mtu alikuwa anamnyatia na alikuwa ameshajua kabisa huyu alikuwa ni Babu Mangeu. Je, ni kitu gani kitaendelea? Ni kwa nini babu huyu alikuwa anaendelea kumfuatilia Eric? Alikuwa na siri gani kuhusiana na Jesenia hadi anamuonya kwamba achane naye akae mbali kabisa? Na ni kwa nini Jesenia kila mwanaume ambaye alikuwa anaenda naye kwa ajili ya kufanya mapenzi alikuwa na uawa? Chanzo ni kitu gani? Karibu sana katika sehemu hii. Ni sehemu ya 14 katika msimu wa kwanza kabisa wa simulizi hii nzuri inaitwa Kifo cha Hawala. Niache basi tuzungumze, unajua mwenzako nikivunjika siwezi tena kupona, alizungumza vile Babu Mangeu katika sauti ile ujawa na maumivu kweli kweli. Sawa, mimi nakuachilia, lakini kumbuka ukifanya ujanja wowote ule nitakumwaga ubongo, nilimweleza vile Mangeu kwa sauti ya kitisho, nikiwa bado nimemkamata mzee huyu ambaye sasa niliweza kumtazama vizuri na kuweza kuona jeraha jingine kubwa kwenye bega lake. Sawa kijana, mimi siwezi kufanya ujanja wote ule, alizungumza vile Mangeu, na hapo nikaregeza mkono wangu taratibu na kisha nikamwachilia kabisa. Hivyo wewe ni mwalimu kweli ama ni mwanajeshi mpelelezi? Akauliza vile kwa mshangao kweli kweli Babu Mangeu, na kweli anageuka na kunitazama usoni. Achana na hizo habari bwana, hebu niambie ni kwa nini unanifuatilia mimi? Nilimuuliza vile Mangeu, naye hakujibu kwanza, badala yake akatazama kushoto na kulia na kisha upande wa barabarani, alafu akanitazama mimi. Kuna jambo nilikuwa nahitaji nizungumze na wewe, ni muhimu sana ulifahamu jambo hili, alizungumza vile mzee Mangeu, akionyesha wazi kabisa kwamba leo alikuwa amekuja kama rafiki hivi. Sijui alishatumia uwezo wake wa kichawi kutambua kwamba mimi ni mpelelezi ama namna gani, maana yeye kuja kwangu kirafiki ilikuwa ni kama ghafla tu. Inahusiana na kitu gani? Nilimuuliza vile, na huko nilikuwa nakaa vizuri kwa kuegemea gari. Kijana, kwanza kabisa inakupasa ujue kwamba mpaka sasa hivi wewe ni mwenye bahati kubwa sana, maana hakuna mtu aliyemsogelea Jesenia na akapona, alizungumza vile mzee Mangeu. Napo nikajua kabisa kwamba ni lazima niwe tayari kwa lolote lile, maana ukiona muuaji anatubu mbele yako ujue kabisa kwamba lazima anataka kuua ama anahitaji kuacha kile ambacho anakifanya. Kwa nini iko hivyo mzee? Na wewe ni nani unaishi maisha ya kificho ambayo hakuna mtu anayekufahamu ndani wako? Nilimuuliza vile mzee Mangeu, na huko nilikuwa nimemkazia macho tu. Ni moja kati ya mambo ambayo tutaenda kuyazungumza, ni endapo utanihakikisha kwamba utamuoa Jesenia, hasa ukiwa ndiye mwanaume wa kwanza kabisa kutembea naye, alizungumza vile Babu Mangeu. Na hapo nikatabasamu kidogo kwa mshangao, maana sikujua kabisa alikuwa amejua vipi kama mimi ndio nilikuwa na mwanaume wa kwanza kabisa kwa Jesenia, ama alikuwa ameambiwa na kina Usi nini. Lakini mbona hii ni tofauti kidogo, wakati wale vijana wa Usi wananivamia njiani na huyo mzee ndo anakuja kuniambia mimi jambo hivi. Mzee, kuna mwanaume ambaye anaweza kumwacha mwanamke mzuri kama Jesenia kweli? Wewe nijibu maswali yangu, nilizungumza vile, naye akatabasamu. Okay sawa, lakini itachukua muda mrefu kidogo, na nimefanya hivyo kwa sababu naamini wewe ni msaada mkubwa sana kwa msichana huyo maskini ambaye hamjui hata babake na wala hajawahi kabisa kumwona mamake kwa macho yake mwenyewe ya utambuzi, alizungumza vile Mangeu. Na hapo akaanza kunieleza kile ambacho alikuwa amepanga kunieleza. Watu wananijua kama Zidadu Makame ama Babu Mangeu. Hivyo ndivyo Babu Mangeu au Zidadu Makame alivyoanza kunieleza kile ambacho alikuwa amepanga kunieleza. Je, mzee Mangeu ananieleza historia gani? Inahusiana nini na kumlinda Jesenia na hatari ambayo walikuwa wanakutana nayo wanaume ambao walikuwa wanataka kulala naye? Karibu sana, hii ni sehemu ya 14. Historia yake iko hivi. Mwaka 1978 ilikuwa ni miaka 14 kutoka mapinduzi ya Zanzibar yatokee, japo ilikuwa ni ngumu kuwaondoa moja kwa moja Waarabu wale. Ukichukulia mapinduzi yale yalilenga kwa viongozi na masultani tu. Ilikuwa ni Jumanne saa 7 za usiku. Upepo ulikuwa ni mkali kweli kweli, manyunyu ya mvua yalikuwa yanadondoka kwa umbali, giza lilikuwa ni zito, angani hakukuwa na dalili ya nyota wala mwezi.
mashariki mwa mji wa Tanga, kilomita 30 kutoka pwani, ilionekana jahazi ambalo hili lilikuwa limeshanua tanga zake, ambazo hizi zilikuwa zinapulizwa na upepo huu mkali, na hii ilisaidia kuliongezea mwendo na kuzidi kuyoyoma kuelekea mashariki kuliko na uelekeo wa kisiwa cha Pemba, kisiwa cha marashi ya karafuu. Ndani ya jahazi hilo kubwa ambalo lilikuwa linakatiza kwenye mawimbi makubwa yaliyokuwa yanatoka mkondo wa Nungwi na kuwafanya wasafiri kadhaa waliokaa kwenye shehena ya mizigo ndani ya jahazi hilo lililotengenezwa kwa mti wa mbuyu, kulikuwa na vijana 11 tu, vijana 3 wanaume wa Kiarabu na vijana 7 wanaume wa Kitanzania. 6 kati yao walikuwa ni wafanyakazi wa jahazi hilo na mmoja peke yake alikuwa ni abiria wa kawaida tu. Alionekana kuwa na miaka zaidi ya 25 pamoja na msichana mmoja wa pekee hivi ndani ya jahazi mwenye umri mdogo. Ilikuwa ni kati ya miaka 16 ama 17 hivi, ambaye pia huyo alikuwa ni msafiri kama huyu kijana mwenzake. Jahazi hili la tajiri mkubwa wa Kiarabu Bwana Abdi Harfani Jamari, ambalo lilikuwa linafanya safari zake mara nyingi kwenye bahari ya Hindi, lilikuwa linabeba mizigo mingi, ambapo tajiri huyu alikuwa anakusanya kutoka sehemu mbalimbali za mikoa ya bara, ikiwa na pamoja na vyakula kama ambavyo ilikuwa leo, lakini pili lilikuwa linakusanya vitu vingine vya thamani kama vile madini pamoja na mali nyingine ambazo hizi zilikuwa zinauzika katika nchi za Kiarabu, ambako walikuwa nasafirisha na kwenda kuziuza kwa njia ya magendo. Maana tayari serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilikuwa imeshaweka utaratibu wa biashara ambao matajiri wa Kiarabu walikuwa nauona kwamba ulikuwa na utaratibu mgumu kweli. Wakati hao wengine 9 wakiwa katika hali ya kawaida, kwa wale vijana wa Kitanzania wakifanya kazi zao kama vile kuongoza tanga, kusaidia kuondoa maji yasiyokuwa na lazima ndani ya jahazi na kuhakikisha mizigo haifunguki, huku wale vijana wawili wao wa Kiarabu walikuwa wanawasaidia wale vijana wa Kiarabu kufanya kazi. Hauwezi kulipwa bila kazi bana, kama uwezi shuka rudi Tanga kwa kuogelea tu. Maneno haya yaliongeza hofu kwa wasafiri wawili ambao walichukuliwa na vijana hawa wa Kiarabu kutoka Tanzania bara kwa ajili ya kuwapeleka kisiwani Pemba kwa tajiri Abdi Harfani Jamari mwenye asili ya Oman kama wafanyakazi wa nyumbani kwa Mwarabu huyo. Mzama hizo ilikuwa ni ngumu sana kupata mfanyakazi mwenye asili ya Zanzibar ambaye atafanya kazi kwa Mwarabu. Ni sawa na kurudia utumwa hivi. Kwa hivyo Waarabu ambao walishapunguzwa makali ya kuwatumia watu weusi wanavyotaka, lakini bado walikuwa na wanyanyasa kwa siri wafanyakazi hao ambao walikuwa wamewatoa nje ya kisiwa, na kwamba hawakuwa na uwezo wa kurudi makwao kwa sababu usafiri pekee ambao ulikuwepo ulikuwa na usafiri wa majahazi tu. Japo wawili hawa hawakuwa wanafahamiana hapo mwanzo, lakini siku hiyo ndio siku ambayo walikutana ndani ya jahazi hilo. Hawa walikuwa na kijana John Joseph ambaye huyu alikuwa amelazimika kubadilisha dini na kuitwa Zidado Makame, na mwingine alikuwa ni msichana mdogo alikuwa anaitwa Selina Agustino ambaye pia alibadilisha jina na kuitwa Aisha Muhammad. Sababu ya kubadilisha majina yao ni kwamba mabosi wao ambao hawa ni Waarabu kama yule ambaye wanamfuata kule Pemba, yani Jamari, hawakuhitaji kabisa kufanya kazi na mtu mwenye majina yasiyokuwa na asili ya Kiarabu. Kwa hivyo vijana hao wawili kutoka sehemu tofauti za mikoa ya Tanzania bara, Joseph akitokea Mwanza na Selina akitokea Bukoba, walilazimishwa kubadilisha majina yao ili wafanikiwe kwenda Zanzibar kufanya kazi na kujipatia chochote ambacho kingesaidia familia zao. Japo safari hiyo ilihesabika kama ni safari haramu hivyo kutokana na kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilipiga marufuku kuleta wafanyakazi wa ndani wenye muonekano wa kitumwa ambao hawa walikuwa wanachukuliwa na Waarabu kutoka huku bara. Safari ilikuwa ni ngumu sana kwa vijana hawa wawili. Hiyo yote ni kutokana na uoga uliokuwa nao wa kutowahi kusafiri kwenye maji mengi kama haya, na huko mawimbi pamoja na upepo na giza nene vikiwa kabili. Safari ambayo iliwalazimu kutembea kwenye maji masaa zaidi ya 24. Maana jahazi hili lilikuwa linatembea kwa kutegea upepo tu. Na hata walipowasili alfajiri ya siku ya 3 katika bandari ya Pango la Mtoto kaskazini kabisa mwa hiki cha Pemba, walikuwa wamechoka kweli. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa inatumika kama sehemu ya kuficha watumwa kipindi wanawasafirisha kuelekea nchi za farume zao, kipindi ambacho biashara hiyo ilikuwa imeshapigwa marufuku na jumuiya za kimataifa. Mara baada ya hapo ikaja mikokoteni mingi sana inayovuta kwa ng'ombe na punda za Bwana Jamari Abdi na kuanza kusomba mizigo hiyo mingi ambayo hii ingefaa kubebwa na gari kubwa la tani 18 ama 20 kabisa. Aisha pamoja na Zidado Makame na wakaanza safari wakiongozana na wale vijana wa Kiarabu ambao ndio ndugu zake na Bwana Jamali. Siku hiyo ndio siku ambayo wawili hawa ndio walianza kufahamiana, hata walipoanza kazi katika sehemu mbili tofauti. Yani Zidado akifanya kazi za nje ya nyumba kama vile kusafisha mazingira, kuhudumia mashamba makubwa ya mzee Jamari, na Aisha yeye yani Selina alikuwa anafanya kazi za ndani kama vile usafi wa nyumba kubwa ya mzee huyu pamoja na familia yake kubwa, pamoja na kupika na kuosha vyombo. Kwa kawaida unaweza kusema kwamba ilikuwa ni kazi ndogo sana kwa mwanamke wa Kitanzania,
Lakini ukweli unaposema kuhusu kupika na kuosha vyombo kwenye familia hii ya bwana Abdul Makame, ambayo ilikuwa na watoto 13, wake 4, ndugu na jamaa 6, yani jumla walikuwa ni 24. Mlo mmoja walikuwa wanakula vyakula vingi kwelikweli, kiasi kwamba shughuli za upikaji zilikuwa zinaanza saa 12 za asubuhi na kisha saa 12 za jioni, ambapo sasa Aisha alikuwa anaanza kuosha vyombo na mpaka saa 6 za usiku alikuwa anaendelea kuosha tu, na hapo angepata muda mchache sana wa kulala mpaka saa 10 za usiku, ambapo angeanza kufanya usafi wa ndani. Katika yoyote Zidadu Makame hakumwacha kabisa Aisha, ambaye wakati mwingine alikuwa anamsaidia kwa baadhi ya kazi kila ambapo alikuwa anapata nafasi, kitu ambacho kilipelekea wawili hawa kuwa kama ndugu katika nyumba hii ya bwana Jamali. Hakika usingeweza kufahamu kwamba hawa watu wawili walikuwa wamekutana tu ndani ya jahazi la bwana Jamali, kila mmoja akiwa analetwa kwa ajili ya kazi yake mwenyewe. Miaka 2 ilitimia. Walikuwa nyumbani kwa bwana Jamali wakiendelea tu kufanya kazi kama kawaida. Mwaka 1980 mwezi wa 6 ndio mwaka ambao mtoto wa kwanza wa bwana Abdul Jamali, yani Abdul Karim Abdi Jamali, aliingia kwenye kisiwa cha Pemba akiwa na familia yake iliyokuwa na mke mmoja na watoto 3. Hao walikuwa wanatokea nyumbani kwa Oman, ambako huko walikuwa wanaishi. Kipindi hicho mzee tajiri wa Kiarabu bwana Abdi Harfani Jamali, yeye bado alikuwa anaendelea tu kufanya biashara zake ambazo naweza kusema kwamba zilikuwa ni biashara haramu, kwa sababu alikuwa anazifanya bila kufuata utaratibu wa serikali. Kwa mfano, alikuwa anatuma ndugu zake wawili ambao walizunguka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara kusaka madini na vitu vya thamani, ikiwemo meno ya tembo, pembe za faru pamoja na ngozi za chui, na kisha anazileta Pemba kwa kutumia ngarawa yake. Mara baada ya hapo sasa wanasafirisha kwenda Oman, ambako huko anauza kwa bei kubwa sana na kujiongezea utajiri maradufu. Siku moja usiku wa saa 7 katika mwaka huo 1980, msichana Aisha Mohamedi alikuwa ameshamaliza kazi zake, akaingia kwenye chumba kidogo ambacho hiki alikuwa analala juu ya kipande cha godoro ambacho alikiweka sawa kwa kukitandika, na kisha kajilaza juu yake. Lakini ile tu anaegesha mbavu zake alishangaa kuona mlango unafunguliwa, na aliyokuwa anaingia alikuwa ni mtoto mkubwa wa bwana Jamali, yani Abdul Karim, ambaye huyu kikawaida alikuwa amemzidi umri mkubwa kulikweli Aisha. Maana Abdul Karim alikuwa na miaka 36 wakati sasa Aisha alikuwa na miaka 18 tu. Ukweli ni kwamba Aisha alishtuka sana ujio wa mtoto huyu wa bosi wake usiku kama huo chumbani kwake, lakini alitulia tu na kujifanya akiwa amelala kusudi aone anachofanya huyu mtoto wa bosi wake ni kitu gani, ambaye alimuona akiwa anatembea kwa tahadhari kubwa sana kusogea pale ambapo alikuwa amelala yeye. Na alipomfikia yule jamaa alipandisha kanzu yake na kuishusha kidogo nguo yake ya ndani, na kisha alishika gauni la Aisha na kulipandisha kwa nguvu na kushusha nguo yake ya ndani. Masikini Aisha hakujua kabisa kitu gani afanye muda ule, zaidi ya kutulia tu na kutoa ushirikiano wa kile ambacho mtoto wa bosi wake alikuwa anahitaji kukifanya. Maana angekataa pale angejiingiza kwenye matatizo makubwa na kuzidi kunyanyasika zaidi. Utulivu na ushirikiano aliotoa Aisha katika tendo la ndoa lililofanywa na Abdul Karim ulizidi kumletea mateso na usumbufu kutoka kwa kijana huyu ambaye alikuwa apitishi siku 2 sasa bila kujiba chumbani kwa Aisha kwa ajili ya kula kitumbua, tendo ambalo lilifanyika kwa siri kubwa mno bila mke wa Abdul Karim kujua, ambaye pia alikuwa ni Mwarabu. Miezi 4 mbele, mke wa bwana Abdul Karim ndiye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kujua kwamba Aisha alikuwa ni mjamzito. Ilikuwa ni siku ambayo alimfumania akiwa na lamba limao. "Wewe, hii mimba ni ya nani?" aliuliza pale mke wa bwana Abdul Karim, ambaye kiukweli alishtushwa sana na ujauzito ule wa Aisha. Ukweli ilikuwa ni vigumu sana kwa Aisha kusema ukweli, lakini halikuishia hapo. Swala hilo likapelekwa kifamilia zaidi, na hapo Aisha aliweza kufumania kikao kikali cha familia ambacho hiki kilikuwa kinajadili tu ujauzito wake. "Mama, mimi na uhakika kabisa ile mimba ni ya mtu wa humo mwandani tu. Hii ni aibu kubwa sana, unajua, kwa mtu anakuzana mmoja kati ya wanafamilia," alisisitiza vile mke wa Abdul, na huku Aisha yeye aliyokuwa amejibanza nyuma ya dirisha upande wa nje alikuwa anasikilizia tu. "Inabidi kwanza tumfahamu mhusika ujauzito wao ni nani, ndipo tuweze kutafuta la kufanya sasa," alizungumza vile mama mkwe wake na huyu mke wa Abdul. "Mama, nadhani kuna mtu mwingine humo ndani. Mwenzio ni wiki sasa hivi nimegundua kwamba mume wangu anatembea na huyu mtuma huyo," alizungumza vile mke wa Abdul, na hapo mapigo ya moyo ya Aisha alisisimka kwa kujua kabisa kwamba siri hiyo ipo hadharani kabisa. "Sasa umepanga kufanya kitu gani?" aliuliza vile mamake na Abdul, yani mke wa mzee Jamali. "Mama, mimi ninachofikiria ni kwamba tumuue tu huyo mwanamke, vinginevyo jamii yetu nzima haitotuelewa. Hasa mimi mke wake na Abdul sitoweza kuelewa kabisa." Hayo yalikuwa na maneno ya mke wa bwana Abdul Karim, maneno ambayo yalimshtua zaidi Aisha, yani Selini, ambaye huyu alilisikia tumbo lake lilikuwa linaunguruma sambamba na maumivu ya tumbo hilo hilo katika utumbo mkubwa wa chakula.
maumivu yaliyokwenda mpaka karibu na njia ya haja kubwa, na hapo Aisha alikimbilia chooni kwenda kutatua tatizo hilo la ghafla. Kumbe basi wakati wote Aisha akiwa dirishani anasikiliza tu yaliyokuwa yanaendelea kule ndani kwenye kikao cha familia. Bwana Zidadu Makame yeye alikuwa anamuona kwa mbali kidogo, na hata alipomwona akiwa anakimbilia chooni pia kijana Zidadu Makame ama John Joseph aliamua kwenda dirishani kusikilizia kile ambacho Aisha alikuwa anasikilizia, maana alikuwa anahisi kwamba kuna kitu kilikuwa kiko sawa kabisa. Yaani alijua kabisa kwamba pale ambapo alikuwa ametoka Aisha kuna kitu hakikuwa sawa. Ndiyo sababu alikuwa amekimbilia chooni, lakini jinsi uso wake ulivyojawa na wasiwasi pia aligundua kabisa kwamba kulikuwa na kitu hakiko sawa. Kwa hivyo basi kijana mkubwa Zidadu Makame alitembea kwa tahadhari mpaka pale dirishani, yani pale ambapo Aisha alikuwa ametoka dakika chache zilizopita, na akajifanya kama alikuwa anakatiza vile, kwa alikuwa anatupia jicho lake upande wa ndani. Akamwona mke wa bosi wao akiwa pamoja na mkwe wake, yani mke wa bwana Abdul Karim, walikuwa wanaonekana kujadili jambo hivi. Walikuwa upande wa ndani wa nyumba ile kubwa. Hapo bwana Zidadu Makame alipata hamu ya kusikiliza kile ambacho kilikuwa kinajadiliwa kule ndani na hao wawili. Ndipo aliposogea kwenye kiambazo karibu na dirisha na kutega sikio lake pia. Lakini hilo unajua kabisa kwamba ni swala zito sana. Tutafanyaje sasa ili kulikamilisha? Kwa nini tusimfukuzie hapa nyumbani na kumrudisha bara? Aliuliza vile mama mkwe, yani mke wa bwana Abdul Harufani Jamari. Hapana mama, mimi najua na lazima tarudi kumleta mtoto kwa baba yake tu. Na ukichukulia kwa sasa ni kwamba hawa sio watu wana wetu kabisa. Lazima italeta kashfa na matatizo kwa baba mkwe na familia nzima. Alizungumza vile mke wa Abdul Karim kwa msisitizo, na huko maongezi yao muda wote yalikuwa yametawaliwa na tahadhari kubwa kweli kwamba watu wasisikie. Mpaka hapo Zidadu Makame alikuwa ameshaanza kuhisi ni nani anazungumziwa na ni kwa nini alikuwa anazungumziwa, japo lilikuwa ni jambo jipya kabisa kwake, maana kujua kabisa kama Aisha alikuwa ni mjamzito. Unachosema ni kweli kabisa, lakini sasa tutawezaje kumuua huyu mwanamke? Aliuliza pale mke wa bwana Jamali. Hakuna njia nyingine zaidi ya kumlisha sumu tu mama, na kisha ataenda kutuba baharini. Basi alizungumza pale mke wa Abdul Karim, ambaye huyu alikuwa amepania kweli kumuondoa Aisha duniani mara baada ya kugundua kwamba alikuwa amepata ujauzito wa mumewe. Hapo sawa, na inabidi hiyo kitu ifanyike haraka sana, unajua, na hatua za mwanzo kabisa tusimshirikishe mtu yoyote ule mwingine, lakini akisha kufa tu ndio tutawatuma vijana wampeleke baharini. Mke wa mzee Jamali aliunga mkono swala hilo. Kusikia hivyo bwana Zidadu Makame akajua kabisa kwamba Aisha alikuwa hatarini, na hata yeye mwenyewe pia alikuwa anajua vizuri hatari iliyoko mbele yake. Kwa hivyo Aisha alikuwa anatakiwa kuondoka mara moja katika nyumba hii ya bwana Abdul Jamali, maana endapo ataendelea kubakia basi hawezi kumaliza hata siku kabla hajapoteza maisha. Lakini tatizo ni kwamba Aisha hakuwa na simu yoyote ya kwenda, kwa sababu yeye kutoka amefika kisiwani Pemba alikuwa hajawahi kabisa kutoka hapa nyumbani na kwenda kutembea sehemu yoyote kisiwani hapa. Atakwenda wapi mara baada ya kutoka pale kwenye nyumba ya bwana Jamali? Anahitaji msaada wangu. Siwezi kumwacha kabisa wale wanawa watu wasiokuwa na huruma hawa, alijisemea vile bwana Zidadu Makame, na alikuwa anatoka badilishane na kuelekea upande wa chooni, yani choo cha nje, yani kule ambako alikuwa anaelekea Aisha, ambaye mpaka sasa alikuwa bado hajatoka. Kwa tahadhari kubwa sana bwana Zidadu Makame, yani John Joseph, aligonga mlango wa choo. Kuna mtu, alisikika Aisha kutoka ndani ya choo akitoa sauti ile iliyojaa uoga na wasiwasi mkubwa kweli. Fanya haraka utoke hapa, sio salama kabisa kwako, alizungumza vile bwana Zidadu Makame kwa sauti ya chini na kunong'ona hivi. Hapo yakasikika maji yakimwagika mfululizo kwa haraka kule chooni, na kisha mlango ulifunguliwa. Aisha alitoka mle chooni, na pale pale bwana Zidadu Makame alimdaka mkono Aisha na kumvutia nyuma ya banda hilo la choo. Aisha, ni kweli kabisa wewe ni mjamzito? Aliuliza pale bwana Zidadu Makame kwa sauti ya chini ya kunong'ona hivi, na Aisha akaitikia kwa kichwa kukubali kwamba ni kweli alikuwa ni mjamzito. Na hiyo mimba ni ya nani? Aliuliza pale Zidadu kwa sauti ile ya chini. Ni mimba ya Abduri. Mimba ya Abduri lakini alizungumza vile Aisha, ambaye alitaka kuuliza Zidadu amejuaje juu ya hilo la ujauzito, lakini Zidadu akamuai pale. Sikiliza Aisha, hakuna haja ya kuuliza maswali mengi hapa kufai kabisa wewe. Kinachotakiwa sasa hivi na wewe kuondoka hapa nyumbani haraka iwezekanavyo. Unaweza kuuawa muda wote kuanzia sasa hivi. Kachukua unachoona unaweza kubeba na kisha tuondoke. Alizungumza vile Zidadu Makame, na huko alikuwa anamsisitiza kutokula chochote ndani ya nyumba ile, maana sasa alikuwa na hatari ya kurishwa sumu kusudi afe. Aisha aliingia ndani ya nyumba kubwa, ambako huko kulikuwa na chumba kile kidogo ambacho yeye alikuwa na kilala. Zidadu yeye alibakia pale nje akiwa anamsubiri, na huko alikuwa anatazama usalama, yani kama vile kutatokea mtu ambaye anaweza kusababisha kushindikana kwa mpango wao wa kumtorosha Aisha. Bahati nzuri kwao ni kwamba mida kama hii watu wengi wa katika shughuli mbalimbali,
Kwa hivyo nje palikuwa peupe kabisa, hata pale nyumbani palibakia watu wachache tu. Zidadu aliendelea tu kumsubiri Aisha aliyechukua dakika zaidi ya 10 ndani ya nyumba ile kubwa, na kilichoanza kumtia wasiwasi bwana Zidadu, yani bwana John Joseph, ni pale ambapo alikuwa amesikia sauti ya mke wa Abdul ikimwita Aisha kutoka ndani ya nyumba. Akajua kabisa kwamba tayari kinachofuata hapa ni Aisha kwenda kupewa sumu na kuuawa. Ukweli matukio ya wafanyakazi wa jumba la bwana Abdul kutoweka ghafla na kukutwa wamekufa huko baharini yalikuwa ni mengi sana, na ilikuwa ni kawaida tu. Ndicho kitu ambacho kilifanya Zidadu aamini kwamba Aisha akizubaa pale kwa mzee Abdul Jamali atauawa kweli, kama ambavyo alikuwa amewasikia mke wa bosi wake na mkwe wake wakiwa wanapanga kufanya hivyo, na tena bila kumshirikisha mtu yoyote ule. Zidadu akiwa anatarajia kumwona Aisha akiwa anatoka na mfuko mdogo sana ambao ungekuwa na nguo zake chache ambazo Aisha alikuwa anazimiliki. Aliendelea kutulia tu pale nje, macho mlangoni, na huku kichwani mwake alikuwa anashangaa kitendo cha Aisha kuchelewa kutoka nje, wakati na yeye mwenyewe alikuwa anajua vyema ni hatari gani ambayo ilikuwa mbele yake. Ambaye zaidi ni kwamba mke wa Abdul Karim alikuwa anaendelea kuita tu. Lakini dakika 5 baadaye Zidadu alishtuka sana mara baada ya kumwona Aisha akiwa anatoka ndani akiwa anaburuza begi kubwa ambalo hili lilionekana kwamba lilikuwa ni begi zito sana, pamoja na kijishuka ambacho hiki kilikuwa kimefungwa kwa mtindo kama ufurushi dogo. Ndani yake kulikuwa na nguo chache ambazo hizi alikuwa ametegemea kumwona nazo. Aisha, ndio unafanya kitu gani sasa? Aliuliza pale Zidadu Makame kwa sauti ya kunong'ona, maana kilichomshtua Zidadu na ile begi kubwa ambalo Aisha alikuwa nalo. Twende Zidadu, ameshaanza kuniita huko ndani, alizungumza pale Aisha kwa sauti ya kunong'ona, akionyesha kwamba alikuwa na wasiwasi mwingi kweli. Aisha, ni hatari sana hicho ambacho ulichokifanya, unajua? Ni kwa nini sasa umechukua ile begi lote kubwa? Aliuliza pale Zidadu kwa sauti ambayo ilikuwa na uoga, japo uoga wake ulikuwa ni mdogo sana kuzidi ule uoga ambao Aisha alikuwa nao. Maana begi hilo lilikuwa ni moja kati ya mabegi ambayo bosi wao, yani bwana Abdul Harfani Jamari, alikuwa anatumia kuhifadhia na kusafirisha mali zake zilizokuwa na thamani kubwa, yani kama vile madini mengi ya dhahabu na almasi kwenda kwao huko Oman. Tuondoke kaka Zidadu, hizi zitatusaidia baadaye, alizungumza pale Aisha, na alikuwa anaonyesha ishara Zidadu ya kwamba msaidie kubeba ile begi kubwa. Zidadu hakuzubaa tena, maana tayari ingekuwa tatizo endapo angekutwa na ile begi kubwa pale nje. Kwa hivyo akaanza safari ya kutoka pale kwenye viunga vya jumba la tajiri Jamali, na huko alikuwa anasikia sauti ya mke wa Abdul Karim ikiita, na huko alikuwa anasogea kuja upande wa kule ambako wao walikuwepo. Aisha, we Aisha, vipi, uko wapi wewe? Alikuwa anaita vile mke wa bwana Abdul Karim kwa sauti ile ya hasira kweli, na hata alipotakeza nje ungeweza kuona jinsi alivyokuwa amejawa na hasira kiasi kwamba rangi yake ya Kiarabu ilikuwa imeanza kugeuka na kuwa nyekundu kabisa, hasa sehemu za pua pamoja na mashavu. Aisha, umeamua sasa kujificha, si ndio? Alikuwa anaita vile mwanamke huyo kwa sauti ile ya hasira kweli, na alikuwa anatazama kushoto na kulia, na kisha karudi ndani ambako alienda moja kwa moja mpaka kwenye kijichumba kidogo ambacho Aisha wanalala, lakini hakukuwa na mtu wala dalili ya mtu, maana hakukuwa na nguo wala shuka. Mke wa Abdul akachomoka mbio kuelekea upande wa sebuleni. Mama, Aisha ameshatoroka tayari. Ina maana kwamba atakuwa ameshatusikia tulichukua tunapanga, alizungumza vile kwa pupa kweli mke huyu wa bwana Abdul Karim. Inabidi tutume vijana wakamsake haraka, watazame kila sehemu, hasa pwani, asije katoroka kuelekea bara, alizungumza vile mama mwenye nyumba. Lakini mpango huo ulikuwa ni mgumu sana kwao, maana mchana ule wafanyakazi wa kiume wote hawakuwepo pale nyumbani. Lakini sasa kilichokuwa kinawapatia moyo ni kwamba ngarawa ambazo huwa zinaelekea bara zilikuwa zinaanza safari mida saa 12 za jioni. Hata meli ya MV Mapinduzi nayo pia ilikuwa inatoka pale saa 2 za usiku. Lakini usimhusishe Zidadu, yeye ni rafiki yake mkubwa huyo, alisisitiza vile mama yake Abdul Kadri. Bwana Zidadu Makame, ama kwa jina lake halisi John Joseph, alimpeleka Aisha moja kwa moja mpaka kwenye eneo moja kubwa sana ambalo hili lilikuwa na vichaka vingi pamoja na nyumba moja. Ilikuwa ni jirani kabisa na mji wa Chake Chake, na ambalo ndani yake kulikuwa na shamba kubwa la mihogo pamoja na kijumba kimoja kidogo cha nyasi katikati ya shamba hilo, ambalo hili lilikuwa linapakana na nyumba moja kubwa sana ya Mwarabu mmoja ambaye huyu alikuwa ni mtu wa magendo pia, kama ambavyo ilikuwa kwa bwana Jamari. Hapa sasa ni kwa nani? Aliuliza vile Aisha, ambaye siku zote alikuwa ni mtu wa kukaa ndani tu ya jumba la bwana Abdul Jamari, tofauti na mwenzake Zidadu Makame ambaye alikuwa anakwenda sehemu mbalimbali kuhudumia mashamba ya tajiri huyo pia. Hapa nimejimilikisha tu mimi, maana hapa kuna mtu yote ambaye anapangalia, na upande wa kule chini kabisa ndio kuna shamba kubwa la nazi la mzee Jamari. Kwa hivyo utakaa hapa mpaka tutakapopata nafasi ya kuondoka kwenda bara,
Alizungumza vile Zidado Makame ambaye alihakikisha anaweka mazingira mazuri kwa ajili ya Aisha na kisha kamuaga na kuelekea nyumbani kwa bosi wao, na huko alikuwa anamsisitiza Aisha kuondoa uoga muda wote akiwa mahali pale, kwamba baadaye angemletea baadhi ya vitu ambavyo vingemsaidia katika maisha yake mapya. Mke wa Abdul pamoja na mkwe wake walikaa na huko alikuwa ametega macho na masikio wake wanasubiri kwa hamu vijana warudi kutoka kwenye majukumu mbalimbali waliokuwa wamepangiwa, mpaka saa 11 mida ambayo vijana wafanyakazi walianza kuingia nyumbani wakitokea sehemu mbalimbali, na ndio mida ambayo Zidado Makame alikuwa ameingia pale nyumbani pia, kama vile alikuwa ametoka shambani hivi. Zidado akiwa anaelewa kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Aliwaona wale wamama wakiwaita vijana watatu wa Kiswahili, yani weusi kama yeye mwenyewe, na kuanza kutoa majukumu kwa vijana hao ambao yeye hakuhusika na lolote, lakini alijua kabisa walikuwa wanazungumzia kitu gani. Na walipomaliza tu vijana wale waliondoka zao na kutokomea kabisa. Yeye hakuhangaika nao, zaidi alitulia tu na kupiga mahesabu namna gani ataiba baadhi ya vyakula vikavu na kumpelekea Aisha, yani vyakula ambavyo vilikuwa sio vya kupikwa kama vile mchele, chumvi, sukari, unga pamoja na maharage, ili akampelekea rafiki yake Aisha ambaye sasa ni kama alikuwa ndugu yake kabisa. Na wakati anawaza hayo, mara akaitwa ndani na mke wa mzee Jamari, yani mama mwenye nyumba hiyo. Zidado mara kwa mara wanakuona unamsaidia Aisha kupika, leo basi utapika badala yake, maana haonekane kabisa Aisha, alizungumza vile mke wa bwana Abdul Jamari. Mama, bila shaka yote nitapika tu, alijibu vile Zidado kwa sauti iliyojaa nidhamu ya hali ya juu kweli, na kuelekea jikoni kufanya kazi ambazo hizi zilikuwa zinampasa kufanya Aisha, ikiwa ni pamoja na kupika, kuosha vyombo na wakati mwingine pia kufanya usafi ndani ya nyumba ile kubwa. Kazi hizo hazikumzuia kabisa Zidado kupata muda wa kwenda kwa Aisha na kumpatia mahitaji, na alikuwa anajitahidi sana kufanya kazi zake zote kwa wakati na kwa haraka, na kisha alikuwa anakwenda kule kwenye kibanda alikomwacha Aisha, ambako leo hii ndiko kunaitwa Msingini. Alikuwa anakwenda kumwona Aisha na kumpelekea mahitaji, na huko lile begi kubwa akiwa amelihifadhi chini ya ardhi ndani ya kibanda kile ambacho kila siku kilikuwa kinazidi kuboreshwa na kuwekwa vizuri. Na sasa kuta zake zilikuwa zimesiribwa kwa tope juu ya fito na nguzo za miti imara. Siku zilizidi kwenda mbele. Vijana wale watatu walikuwa wanazidi kumtafuta Aisha bila mafanikio, lakini walikuwa na uhakika kwamba Aisha hajatoka nje ya kisiwa kabisa, kwa sababu siku ile walikagua kila ngarawa iliyokuwa imetoka, na pia walikagua MV Mapinduzi ambayo haikuwa na safari ya Pemba, na walifanya ukaguzi siku zote kwenye kila pwani na fukwe ambazo zilikuwa zinatumika kuegesha ngarawa na vyombo vingine vya usafiri wa majini, lakini hawakufanikiwa kupata chochote kabisa. Hata mwezi mmoja ulipita, ulifuatwa na mwezi wa pili pia, na hatimaye miezi 6 ilipita bila Aisha kupatikana. Ujauzito wa Aisha ulitimiza miezi 9 sasa, na Aisha akajifungua mtoto wa kike katika hospitali ya Chake Chake, naye akamuita Josephina. Alikuwa na chembe nyingi sana za baba yake, yani rangi pamoja na sura za Kiarabu, lakini kadri ambavyo alikuwa anazidi kukua, mtoto huyu alikuwa anaonekana kuchukua umbo la mama yake kabisa, maana alikuwa anakuwa kwa kasi kweli. Lakini siku ngumu ilifika. Ilikuwa ni siku ambayo Zidado, yani kijana John Joseph, hawezi kabisa kuisahau. Ilikuwa ni mwaka mmoja baadaye, mtoto Josephine akiwa na umri wa mwaka mmoja. Ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa na matukio mawili tofauti lakini yaliyoingiliana. Tukio la kwanza ilikuwa ni serikali ya Zanzibar kutangaza kwamba inatoa masaa 24. Tukio la kwanza ilikuwa ni serikali ya Zanzibar kutangaza kwamba inatoa masaa 24 Waarabu hamiaji wote waondoke ndani ya kisiwa cha Pemba. Na ilikuwa ni mara baada ya kugundulika kwa njama mbovu pamoja na biashara haramu ambazo walikuwa wanaziendeleza. Lakini pia ilikuwa ni mara baada ya kugundua propaganda za chini kwa chini ambazo watu hawa walikuwa wanazieneza ili kuchochea baadhi ya wazawa wavunja muungano, ili sasa na wao wapate nafasi ya kurudisha utawala wao wa Kiarabu wa kinyanyasaji. Tukio la pili ni kwamba tayari mke wa bwana Abdul Karim alikuwa ameshaletiwa taarifa sehemu ambapo Aisha amejificha na binti yake, taarifa ambayo mpaka leo bwana Zidado alikuwa hajajua kabisa ililetwa na nani kwa mama yake, ambaye alikuwa anataka kuhakikisha haachi mbegu ya mume wake hapa Tanzania. Aliwatuma vijana wake kwenda kumuua mtoto wa Aisha, na huko alikuwa anakabidhi dhahabu nyingi sana kama malipo ya kabla ya kazi ya kumuua Aisha. Bahati nzuri wakati wale Zidado Makame alikuwa jirani na kile kijumba ambacho Aisha alikuwa anaishi, yani kwenye ile jumba kubwa la kupendeza. Alikuwa anafanya malipo ya vipande kadhaa vya dhahabu kwa kubadilishana na ile nyumba kutoka kwa Mwarabu ambaye pia alikuwa anaondolewa nchini kwa amri ya serikali. Bahati nzuri Zidado alifanikiwa kupata nyaraka zilizokuwa zinammilikisha ile nyumba, akiwa na uhakika mkubwa kwamba yeye pamoja na Aisha sasa wataishi kwenye nyumba ile kwa raha na mstarehe, maana hawatakuwa na mtu wa kumkimbia wala kumwogopa. Lakini haikuwa vile.
maana ile tu anatoka kwenye ile nyumba ya ghorofa 2 ambazo zilikuwa zinazungukwa na uzio mkubwa wa ukuta, akasikia kilio cha mwanamke kutoka kule kwenye kibanda cha shambani. Ndipo alipotoka mbio kwenda kuangalia kulikoni. Je, ni kitu gani kitaendelea? Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 15 katika msimu huu wa kwanza wa simulizi yetu nzuri inaitwa Kifo cha Hawara. Mtunzi anaitwa Edgar Mbogo na mimi naitwa Felix Mwenda. Tutakuwa na msimu wa pili baada ya wiki 1-2. Tusamehe sana kwa kuchelewesha simulizi hii nzuri ya Kifo cha Hawara, lakini changamoto tumeumbiwa, kwa hivyo hatuwezi kuzikwepa, badala yake tunatakiwa kuzikabiri. Mimi naitwa Felix.